Hey guys, karibuni tena katika kipindi kizuri ambacho kinakwenda kuzungumzia tatizo la hormone imbalance, yani kuvurugika kwa hormone. Hormone imbalance, kama nilivyoelezea katika kipindi kilichopita nilipokuwa nikielezea kuhusu PID, pelvic inflammatory disease, nilitoa kama dalili mojawapo ya PID, hormone imbalance, kuvurugika kwa hormone. Basi leo tutakwenda kuangalia hormone imbalance ni nini, lakini pia tutakwenda kuangalia hormone imbalance, mvurugiko wa hormone unatokeaje. Mtu unapokuwa na PID, mvurugiko unatokeaje? Lakini kabla kuendelea, usisahau kunifollow katika YouTube channel yangu ya Uzazi wa Mwanamke TV. Utaingia YouTube, utasearch Uzazi wa Mwanamke TV, ambapo hapo nitakuwa nikitoa mafundisho mbalimbali kuhusiana na afya ya mwanamke kwa ujumla, afya ya uzazi wa mwanamke kwa ujumla. Lakini pia usisahau kwenda Facebook, utanipata kwa jina la Afya ya Mwanamke. Hapo pia katika page yangu usisahau kunifollow. Na TikTok pia, X, vile vile Instagram kwa jina hilo la Uzazi wa Mwanamke utanipata, na tutakuwa tunayajenga zaidi. Karibu sana katika kipindi hiki. Nitakwenda kukuelezea dalili za mvurugiko wa hormone. Utajuaje kuwa hormone zangu hazijakaa sawa, wewe kama mwanamke, wewe kama mwanamume, lakini zaidi tutajikita kwa wanawake. Karibuni sana. Yes, hormone imbalance, mvurugiko wa hormone. Utagunduaje kuwa hormone zangu hazijakaa sawa? Moja, utaona hedhi mfululizo, au kitaalamu tunaita irregular bleeding. Hedhi mfululizo. Kwa kawaida mzunguko mzima wa hedhi unaanzia siku 28. Kuna wengine wanakwenda siku 30, lakini kuna watu wengine wanakwenda siku 35. Sasa hedhi mfululizo inatokeaje? Mabakteria wanaposhambulia katika sehemu zetu za siri, ama katika sehemu za siri ama via vya uzazi wa mwanamke, inaweza katokea wakasababisha damu nyingi kutoka. Lakini pia wakati mwingine hedhi inaweza ikawa kidogo, damu inaweza ikawa kidogo. Kama umezoea kuona siku 3, basi siku hiyo utaona siku ya kwanza, ya pili hutaona, ya tatu utaona, lakini pia utakakaa siku ya 7 utaenda kuona tena, au unaweza ukaona kwa mwezi mara 2, mwanzoni mwa mwezi, lakini kabla ya mzunguko wako kuisha, kama ni siku 28 ama siku 30 ama siku 35, unaweza ukaona tena. Kwa hiyo unajikuta ndani ya mwezi mmoja umeingia katika mfululizo, katika mzunguko wako mara 2. Ukiona hivyo, jua kuwa hormone zako zinakuwa hazijakaa sawa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya nini? Haraka tafuta tiba, nenda kwa daktari, usije ukasababisha kitu kingine ambacho hakitahitajika baadaye katika mwili wako. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kubeba mimba unakuwa chini. Hormone zikivurugika, maana yake hautakuwa na uwezo tena wa kubeba mimba, na ukibeba unaweza ukajikuta tatizo jingine limetokea. Labda mimba hiyo inaweza ikatoka, ama mimba hiyo inaweza isitungwe ndani ya kizazi, ikatungwa nje ya kizazi. Kwa sababu gani? Hormone hazijakaa sawa ndani ya mfuko ule wa kubeba wa kubebea ujauzito. Na ikitokea pia umebeba mimba kama nilivyosema, basi ni nje ya kizazi. Yani unashangaa ni mjamzito lakini bado una bleed. Maana yake mimba inakuwa nje ya kizazi bado akijabeba kile kichanga kinakuwa nje ya kizazi. Kwa hiyo hakuna taarifa yoyote iliyoko kwenye urethra na kwenye uterus. So unajikuta una bleed kama kawaida tu, na huku wewe ni mjamzito. Ndio ile utasikia mtu anasema mimi ni mjamzito lakini bado naendelea kufanya kuona hedhi ama kuingia katika siku zangu. Hilo ni tatizo la hormone imbalance. Lakini hiyo inatokea kwa sababu gani pia? Yani bleeding wakati wa ujauzito inatokea pia kwa sababu mirija ya uzazi inakuwa imeshambuliwa tayari. Wale bakteria wanakuwa wamefanya wameshambulia katika mirija ile ya uzazi. Kwa hiyo wanasababisha bleeding, lakini pia mtoto anakuwa nje ya kizazi.
Kitu kingine ambacho kinaweza kikakufanya ukajua kwamba mimi homoni zangu zimevurugika ni hichi. Uwezekano wa kubeba, uwezekano wa mimba hiyo kutoka. Yaani ile mimba ambayo kama utakuwa basi umebeba ikakaa ndani ya kizazi inatoka. Utasikia mtu amebeba ujauzito leo, kesho hana. Anakaa baada ya miezi 2, 3, 4 huko ujauzito tena unatoka. Kwa sababu gani? Homoni hazijafanya nini? Hazijakaa sawa. Homoni zinakuwa zimevurugika. Lakini kitu kingine cha mwisho, inapelekea kansa ya kizazi, saratani ya shingo ya kizazi, kwa sababu mirija ya uzazi inakuwa imeshambuliwa tayari na homoni zinazidi ama kupungua. Kuna kiwango cha homoni ambacho mtu anatakiwa kuwa nacho, na kama kiwango hicho kikizidi ama kikipungua inapelekea saratani ya shingo ya kizazi ama kansa ya kizazi kwa jina jingine. Kwa hiyo unapoona dalili hizi ama unapoona kuwa homoni zako zimevurugika, usikae kimya, usikae nyumbani. Ukiona una hedhi mfululizo, mimba unabeba inatoka, una bleed wakati wa ujauzito, lakini pia unakuwa na mimba nje ya kizazi, hakikisha ukae nyumbani, usikalie kimya. Hili ni janga na ni tatizo. Unaweza ukasababisha matatizo mengine makubwa baadaye ukafa, ukapoteza uhai ama ukapoteza uhai wa mtoto wako unayetegemea kwenda kuwa naye. Lakini kabla ya kuwa naye basi mimba inafanya nini? Inatoka. Hakikisha ukae kimya. Nitafute kwa simu namba 06 24 88 90 46. Tiba ipo. Yaani kila ugonjwa ama kila tatizo lina utatuzi wake. Hakikisha unanitafuta kwa simu hiyo, kwa namba ya simu hiyo niloitaja, lakini pia nitaiandika hapa chini kusudi kwamba ukihitaji basi unaweza ukaichukua. Ukisikia ndugu, jamaa, rafiki na mtu yeyote ana tatizo hili, hakikisha unatafuta njia na namna ya kumsaidia. Nitafute, nitakuwa nikipatikana saa 24. Asante.